ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu. Ashhadu annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها هي العدة الوافية والجنة الواقية. فاتقوا الله ربكم في السر والعلانية وكونوا من عباده المتقين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zangu wa Kiislamu, jambo la kwanza kabisa ningependa kuhusiana nafsi yangu pamoja na nafsi zenu, swala zima la kumcha Allahu azza wa jal, kwani ucha Mungu ndio certificate ya Muislam kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tufahamu ya kwamba pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu, kama alivyosema Allahu azza wa jal: tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa tupo ndani ya mwaka mpya wa hijiria tokea Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohama min Makkah ila almadina, ikiwa tupo ndani ya mwaka mpya wa hijiria mwaka 1448 tokea Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohama kutoka Makka kwenda Madina, na kuingia mwaka mpya kama hivi, kwamba kila mwaka unaongezeka. Yudhakiruna anna kulla yawmin yamurrun fi hayatina, kila siku ambayo inapita basi siku hiyo inakuwa inakukaribisha zaidi katika mauti. Yani kadri siku zinavyokimbia na kadri umri unavyotembea, basi foleni yako ya kaburi inakuwa inapungua. Kwa haina haja inapoingia mwaka mpya, kama umri wako tayari umeongezeka, mfano miaka 30, miaka 40, kwamba kila mwaka wewe unafanya happy birthday. Yani kadri siku unavyosogea kaburini wewe unasherehekea. Hal unajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuridhia? Kwa hiyo kadri siku zinavyokimbia, ayuha alikhwa, basi tufahamu ya kwamba umri unapungua na foleni ya kuelekea makaburini vile vile inakuwa inapungua. Kwa Muislamu anatakiwa ajitafakari, ametanguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nini umefanyia Uislamu? Uislamu inahitaji juhudi za Uislamu wenyewe. Umetanguliza nini katika akaunti yako ya thawabu? Kwa al-aqilu man yuhasibu nafsahu, kwa mtu mwenye akili, mtu mwenye mwerevu ni yule ambaye ana kawaida kuihesabu nafsi yake, ya kufanya evaluation, tathmini. Je, nimemuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa gani mimi? Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, enyi mloamini muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ukiangalia aya hii ayuha alikhwa, Allah anasema enyi mloamini. Hii ni nida. Allah subhanahu wa ta'ala anatusisi waumini, enyi waumini, ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Na taarifu fupi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala
ni fi'lu awamirihi wa tarku nawahihi, ni kufuata mamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa Allah akisema ittaqullah, tuwe mbali na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala na tufuate mamrisho aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa Allah ameamrisha kusimamisha kuswali, unatakiwa kuswali. Ikiwa Allah amekataza Waislamu kuzini, unatakiwa uwe mbali na zina, ayuhal muslimun. Kwa ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, na kila nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kiyama. Na يوم القيامة taja ghad manake ni kesho, manake kwa ukaribu ambao upo siku ya kiyama, kila muislam anatakiwa aangalie ametanguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia aya hii ayuhal muslimun, ni aya ambayo inakusanya misingi miwili mikubwa ya uongofu. Ili maisha yako yaongoke, lazima aya hii ifanye kazi. Kwanza ittaqullah, kwanza tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye mamrisho aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwe mbali na maasi, makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Na katika thamarat taqwa Allah, katika zile natija, zile fawaid, result ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, manake unapofuata mamrisho ya Allah na kuwa mbali na makatazo uliokatazwa kufanywa, basi faida yake kwanza ni sababu ya Muislamu kupata baraka katika riziki yake. Riziki ambaye unatafuta kila siku unapomcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala hukufanyia wepesi katika riziki ambayo unaitafuta. Licha kwamba kipato ambacho unakipata ni kidogo, laiti kama Muislamu atafuata mamrisho ya Allah, basi kile kipato kidogo ambacho unakipata utakuwa na qanaa katika nafsi yako. Allah anasema katika Qur'an al-Karim, walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kadhabu faakhadhnahum bima kanu yaksibun. Laiti watu wa kitongoji fulani wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala angeshusha riziki kutoka mbinguni. Kuna tija ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hukufanyia wepesi katika riziki ambayo unaitafuta. Lakini vile vile faida ya pili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya Muislamu kufutiwa madhambi yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, dunia ambayo tunaishi ni dunia ambayo ya globalization, ni dunia ya utandawazi, ni dunia ambayo imemtaka, ni dunia ambayo lifestyle ya Muislamu anakuwa anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara, asubuhi, mchana na usiku, ila kwa kujua au kwa kutokujua, kupitia mikono yetu, kupitia ndimi zetu, kupitia social media ambazo zina mchango mkubwa katika kumfanya Muislamu na kumsababisha Muislamu kuweza kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa unapofuata mamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukawa mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni sababu ya madhambi yako kufutiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, yote yule ambaye atamcha Allah, result ya kumcha Allah atasababisha Allah subhanahu wa ta'ala kufuta madhambi yako ambayo umeyafanya. Lakini pia taqwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya wewe kuongoka na adhabu ya Allah azza wa jalla. Allah anasema thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kwa Kiislamu, aya hii inazungumzia jambo la taqwa Allah. Tusiharakie kwa miaka inakimbia, umri unakimbia. Ikiwa mwaka jana nilikuwa na miaka 50, miaka 51 tayari. Ikiwa umeandikiwa ufe miaka 60, ndio tayari miaka inasogea hiyo. Umetanguliza nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala?
Kwa hiyo aya hii inazungumzia taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kila nafsi inatakiwa ifanye tathmini, muhasabatu nafs, uihesabu nafsi yako, umefanya nini, umeitangulizia nini akhira yako. Ikiwa tunafanya evaluation ya kazi zetu, kila baada ya mwaka mmoja inafanya evaluation ya stock ambayo unayo dukani. Tunaona wafanya biashara wanafanya tathmini ya biashara zao, wanapupa na kuharakia kila mwaka lazima mtaji uongezeke. Ikiwa mwaka huu milioni 50, nifanye juu chini, kifika mwakani milioni 80 85 iongezeke. Je, tunafanya tathmini akaunti zetu za thawabu? Kuna malaika wawili kazi yao ni kuandika, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, wanaandika kile ambacho unakifanya unakiongea. Je, umeshawahi kukaa ukafanya tathmini ya akaunti yako ya thawabu? Kwa maana nataka biidhnillah subhanahu wa ta'ala ikifika mwakani basi akaunti ongezeke thawabu. Muislamu hawezi kufaulu kama hajafanya muhasabatun nafs. Na ndio maana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, tuwe na tabia ya kujitathmini nafsi zetu kabla hatujahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri anasema, al-mu'minu qawamun ala nafsihi, Muislamu ni mwenye kusimamia nafsi yake. Fa innama khaffa alhisabu yawm alqiyama ala qaumin hasabu anfusahum fi dunya, hakika hesabu yawm alqiyama itakuwa ni nyepesi sana kwa wale ambao walikaa wakajitathmini matendo yao na nafsi zao, itakuwa ni rahisi sana. Mwingine anasema, an-nafsu kashariki alkhawan illam tuhasibuhu dhahaba bimalik. Hii nafsi ni kama vile mfanyabiashara mwenzako mwenye khiana, mwenye tabia ya kuibaiba. Ikiwa siku hujakaa na mfanyabiashara mwenzako ambao mnakaa pamoja dukani, ukafanya naye tathmini ya duka, basi ukikaa hivi hivi yule kijana ataondoka na mali yako. Vile vile ikiwa nafsi yako ikawa unakaa na muasi Allah pasi na kufikiria kwamba nitaenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala, nimetanguliza nini yaum al-akhirah, basi wallahi itakuwa ni sababu ya Muislamu kupata hasara fi dunya wal akhirah. Sababu kubwa ya kufulu mwanadamu ni yule ambaye atakayesafisha na kuitakasa nafsi yake, na sababu kubwa ya kupata hasara mwanadamu fi dunya wal akhirah ni yule ambaye ataiharibu nafsi yake. Qad aflaha man zakaha, kwa hakika Allah katumia harfu tahqiq, qad aflaha, kwa hakika kabisa amefaulu, man, yule ambaye zakaha, atakaisafisha nafsi yake, wa qad khaba, na amekula khasara, man, yule ambaye dasaha, atakaichafua nafsi yake kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ayuha almuslimun, ili tupate ufaulu fi dunya wal akhirah, tuwe na tabia ya muhasabatu nafsi katika maisha yetu ya kidunia. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal barrul karim. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu zangu wa Kiislam, tumeingia ndani ya mwaka mpya wa Hijiria, mwaka 1448, na mwezi ambao tumeanza nao katika mwaka huu ni mwezi wa Muharram, mwezi wa mfungo 4. Kwa hiyo sisi tupo katika Januari ya Kiislamu, yani mwezi wa kwanza katika miladia ni Januari, na sisi tupo katika mwanzo wa mwaka. Mwezi huu unaitwa mwezi wa Muharram, mwezi wa mfungo 4. Mwezi huu ni katika miezi mitukufu sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema,
inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum, hakika idadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, idadi ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Allah anasema minha arba'atun hurum, katika hii miezi 12 ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kubainisha ni miezi gani hii mitukufu, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba thalathatun sardun, miezi hii minne mitukufu aliyoyasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tauba, miezi hii minne mitukufu, miezi mitatu ni yenye kufuatana, ambao ni mwezi wa mfungo pili, mwezi wa mfungo tatu na mwezi wa mfungo nne, wa wahidun fardun, na mwezi mwingine uko peke yake ambao ni mwezi wa Rajab. Kwa hiyo mwezi huu wa mfungo nne ni katika miezi minne mitukufu aliyochagua Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunaposema miezi mitukufu, manake kitendo au amal ambayo Muislamu ataifanya katika kipindi hichi cha mwezi huu wa Muharram, ujira wake unakuwa unaongezeka zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama Muislamu atamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ujira wake wa madhambi unaongezeka zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mwisho wa aya hii Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkathubutu kudhulumu nafsi zenu tukamuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu mtukufu wa Muharram, mwezi wa mfungo nne. Kwa Muislamu atakiwa ajitathmini, Muislamu atakiwa azinduke kwamba nipo katika miezi mitukufu, na hii ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla ametupa msimu kila baada ya muda. Miezi mitatu iliyopita tumepewa msimu bora, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku 20 nyuma tu, siku 25 tumepewa msimu bora wa masiku 10 ya Dhulhijja. Tayari tumepewa msimu mwingine wa mwezi mzima huu, mwezi wa Muharram, ambao ni mwezi mtukufu kabisa, mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema afdalus siyam ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram, hakika funga bora baada ya funga mwezi mtukufu wa Ramadhan ni ile funga ambayo Muislam ataifunga ndani ya mwezi mtukufu huu wa Muharram. Laita kama utakuwa na tabia kufunga siku Jumatatu, Alhamis, ukafunga ayyamul bidh mwezi 13, 14 na 15, basi nakuwa unapata thawabu zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Allah akasema, Mtume akasema kwamba funga bora baada ya Ramadhani ni shahrullahil Muharram, ni mwezi mtukufu, mwezi wa Allah ambao ni Muharram. Akaunasibisha kwamba ni shahrullahi, mwezi wa Allah, akaika idafa ya mudhafu na mudhafu ilayhi. Ibn Rajab al-Hanbali akasema wadhihi idafa tadullu ala karamihi wa sharafihi, yani Allah Mtume kunasibisha kwa mwezi huu ni mwezi wa Allah, kunasibisha kwamba ni mwezi wake yeye Allah azza wa jalla, licha kwamba miezi yote ni Allah azza wa jalla, lakini akatumia neno kwamba ni shahrullah. Hii idafa kunasibishwa huku, hii inaonesha utukufu na ubora na thamani kubwa uliopo katika mwezi huu mtukufu wa Muharram. Ayuha almuslimuna ibadallah, kama sitakosea leo ni mwezi 3. Ijumaa inaofuata biidhnillah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni mwezi 10. Mwezi 10 ya mwezi mtukufu huu wa Muharram inaitwa Yaumun Ashura. Yaumun Ashura maana yake ni mwezi 10 mfungo 4. Siku hii ni yaumun adhim, ni katika siku ambazo ni siku tukufu sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoidhihirisha ile haki na kuibatilisha batil, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliyomuokoa Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam kutokana na vitimbi vya Firaun alayhi laana. Baada ya udhio wa Firaun alayhi laana kuwa mkubwa kwa Musa sallallahu alayhi wasallam, udhio kuwa mkubwa sana, ikawa anamkera, anakumfanyia vitimbi mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala akamuamrisha Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam kutoka na Bani Israil. Baada ya Firaun kujua kwamba Musa anataka kutoka na Bani Israil, Firaun alayhi laana
jamaa junudahu, akakusanya jeshi lake kubwa kabisa kwa ajili ya kuwakimbiza Musa alayhi salatu wassalam. Ikawa Musa anakimbia na Bani Israil. Baada ya kufika katika fuko za bahari, Qur'ani inasema faatba'uhum mushriqin, kwamba Firaun na jeshi lake wakamfuata Musa alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salatu wassalam pamoja na wafuasi wake ambao Bani Israil kufika katika fuko za bahari, Bani Israil wakaanza kuogopa. Wakasema hapa hakuna njia kwenda tayari. Hakuna njia kukimbilia. Jeshi la Firaun linakuja. Allah anasema falamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wakati lile jeshi la Firaun linakuja, Bani Israila wakamwambia Musa, ewe Musa, tutakamatwa sisi, jeshi linakaribia hili la Firaun alayhi la'na. Nabiullah Musa akasema kalla inna ma'i rabbi sayahdin, Allah subhanahu wa ta'ala ataniongoza tu. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kunitupa mkono. Na hii ndio tawakkul ambayo Muislamu atakiwa awe nayo. Ukimtegemea Allah, ukipitia jitihada zote, hata katika kutafuta riziki, ukapitia jitihada zote, ukana tawakkul, basi ni sababu ya Muislamu kufaulu. Mtume anasema law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Laiti ingekuwa mnamtegemea Allah azza wa jalla ukula kumtegemea, basi angewaruzuku na kuwapa riziki kama vile ndege. Ndege hutoka asubuhi halakuwa na njaa, lakini anarudi halakuwa ameshiba kabisa. Amefanya hivyo kwa sababu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Nabiullah Musa anawaambia Banu Israil, inna ma'i rabbi sayahdin, Allah subhanahu wa ta'ala ataniongoza mimi. Allah anasema fa auhaina ila Musa anidrib bi'asaka al-bahr, tukampa wahi Nabiullah Musa kwa kupitia bakora yake aipige bahari ile. Nabiullah Musa akapiga bahari kupitia fimbo yake, ikapatikana njia, wakapita. Allah anasema wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, tukamwokoa Nabiullah Musa pamoja na wafuasi wake Bani Israil. Thumma aghraqna al-akharin, halafu tukawaangamiza na kuazamisha Firaun alayhi la'na na jeshi lake. Kwa hadhihi alhaditha waqa'at fi yawm al-ashir fi hadha ash-shahr ayuha almuslimun. Kitendo hichi cha kuokolewa Nabiullah Musa kutokana na maudhi ya Firaun kilitokezea mwezi 10 katika mwezi huu mtukufu wa Muharram. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina, katika hadithi ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema kwamba Mtume lamma qadiba al-Madina, wakati alipofika Madina, fawajada al-yahuda yasumuna yawmin Ashura, akawakuta mayahudi wanafunga mwezi 10 mfungo 4. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza mayahudi, ma hadha al-yawm alladhi tasumuna, hii siku ambayo mnaifunga ni funga gani hii? Mayahudi wakasema, akina Banu Qaynuqa' Banu Nadhir wakasema, hii ni siku tukufu sana. Siku hii tunafunga kwa ajili ya kuadhimisha na kufurahia kwa sababu Nabii Musa aliokolewa kutokana na Firaun. Mtume akasema, ikiwa hivyo ndivyo, basi nahnu ahqqu wa aula bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Tukia siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa sunna hii kubwa kabisa ya Uislamu wafunge siku ya Ashura. Kwa ayuha almuslimun, haitopendeza Muislamu kuacha siku hii ya mwezi 10, kuacha hivi hivi bila kufunga. Kufunga siku moja, Mtume anasema kufunga siku ya Ashura ni sababu ya Muislamu kufutiwa madhambi ya mwaka mzima uliopita. Anasema siyamu yawmin Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla. Kwa kufunga siku moja mwezi 10 siku ya Ijumaa, kufunga siku ile ni sawa na Muislamu kama akifunga kiusahihi kabisa, Muislamu anafutiwa madhambi ya mwaka mzima uliopita, yale madhambi madogo madogo kabisa. Kwa hiyo almuslimun, tujitahidi sana kufunga siku hii ya Ashura ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa mtu ana uwezo basi afunge. Maulama rahimahumullah ta'ala wameweka stajini za kufunga. Unaweza kufunga mwezi 9 na mwezi 10, maana yake siku ya Jumaa Alhamis na Ijumaa,
au mwezi 10 na 11, au kama unaweza zote mwezi 9, 10 na 11, au kufunga siku ya Ashura peke yake. Lakini bora zaidi kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema kwamba laiti kama nitabakia katika mwaka uliokuja, basi nitafunga siku ya 9 na siku ya 10. Tuyafanye haya ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamuomba Allah jalla wa ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر بالصديق وعن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وعن 6 الباقي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله